Shabash, assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh, popote pale ulipo na kukaribisha msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24 katika mwendelezo wa habari zetu za leo, ikiwa ni siku ya Jumapili tariki 7 mwezi Juni mwaka 2026. Habari hizi unazipata kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka kituo bora cha matangazo cha Kwetu News 24, zikiwa ni habari za moto kabisa kutoka kwenye uwanja wa mapambano. Usikose kusubscribe chaneli yetu msikilizaji, usikose pia kutufuatilia kwenye ukurasa wetu wa Facebook ukiandika Kwetu News 24. Usikose kujiabone au kusubscribe, usikose kushare na kucomment, lakini pia kulike ili uwe wa kwanza kabisa kupata habari zetu pale ambapo tutakapozirusha angani. Msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, tutajikita mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambako mapigano makali yaendelea kushuhudiwa kwenye nyanda za juu za tarafa la Fizi, Uvira na Mwenga, hususan huko Minembwe ambako mapigano makali yaripotiwa kwa mara nyingine tena Jumamosi hii ya tariki 6 Juni mwaka 2026, baada ya mapigano makali kushuhudiwa siku ya Ijumaa na siku ya Alhamisi ya wiki hii tunayo huko Minembwe, licha ya upatanishi wa Marekani pamoja na shinikizo la kuondoka kwa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Inasemekana kuwa M23, RDF, AFC pamoja na makundi mbalimbali yanayowaunga mkono yalipelekea mapigano makali usiku wa kuamkia Jumamosi katika eneo la Minembwe tarafani Fizi kati ya wapiganaji wa Twirwaneho na muungano wa AFC M23. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani, hali ya mvutano imeendelea kuongezeka kati ya pande hizo mbili. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa Twirwaneho inadaiwa kuwa katika mchakato wa kutafuta njia ya kujisalimisha kwa FARDC, jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, huku muungano wa AFC M23 ikitoa wito kwa wapiganaji wa kundi hilo la Twirwaneho kuweka chini silaha zao. Mapigano hayo yalizunguka karibu na saa 6 za usiku na kuendelea hadi takriban saa 11 za alfajiri kabla ya hali ya utulivu kuweza kushuhudiwa kwa muda mfupi. Hadi sasa idadi rasmi ya waliojeruhiwa au kupoteza maisha bado haijawekwa rasmi na vyombo vya utoaji wa habari vya kijeshi. Hata hivyo, vyanzo vya eneo hilo vinaripoti kuwa pande zote mbili zimepata hasara kubwa wakati wa makabiliano hayo. Licha ya kusitishwa kwa mapigano, mvutano unaendelea kuripotiwa kuwa mkubwa kati ya makundi hayo mawili yaliyokuwa yakionekana kuwa washirika wa awali. Mapigano hayo kati ya makundi ya AFC M23 na washirika wake wa Twirwaneho yanaendelea huku FARDC au jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo likiendelea kuhimiza raia wa eneo hilo la Minembwe pamoja na eneo zingine jirani kama Kalingi, Kalonge na eneo nyingine kuweza kushinikiza makundi hayo yenye silaha yanayoshirikiana na AFC M23 kuweka chini silaha zao na kuweza kujisalimisha ili kuweza kuleta amani ya kudumu katika eneo hilo la Minembwe. Hali hiyo imeshuhudiwa siku chache zilizopita huku FARDC ikiweza kutumia ndege isiyokuwa na rubani ili kuweza kuhimiza raia wa eneo hizo kuweza kuwataja wahalifu ili kuendelea na amani ya kudumu kwenye eneo hilo la Minembwe. Hayo yanajiri wakati Marco Rubio akiwa ni waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Marekani akiendelea kusema kuwa hivi punde huenda eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ikashuhudiwa kwa utulivu na usalama wa kutosha. Kwa upande huo, Washington inaagiza majeshi ya ulinzi ya Rwanda kukamilisha kujiondoa katika eneo la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa haraka iwezekanavyo. Wakati huo, serikali ya Marekani inaomba DRC kuongeza juhudi zake kumaliza kabisa kundi la FDLR nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Marekani inarudia msimamo wake wa mahitaji mawili muhimu, ikiwa ni pamoja na kujiondoa kwa majeshi ya nje pamoja na kumaliza makundi yote ya wanamgambo wa ndani kama vile wa nje ndani ya nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Marekani inasema Rwanda itoke DRC haraka na DRC pia ifanye kazi ya kumaliza FDLR
vitu viwili viende kwa pamoja. Hakuna upande mmoja tu ambao utashuhudiwa kutekeleza maamuzi hayo ambayo yalichukuliwa katika mikutano kadhaa iliyofanyika kwa ajili ya kurejesha utulivu mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, iliyofanyika huko Marekani pamoja na huko Qatar. Naam. Upande mwingine, msikilizaji wa Kwetu News 24, msimamizi wa eneo la Fizi ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Usalama la Mitaa kwa ufupi CLS, ambaye ni Sami Kalonje Badibanga, aliongoza mkutano mdogo wa Baraza la Usalama la Mitaa katika kituo cha Fizi siku ya Ijumaa asubuhi, Juni tarehe 5 mwaka 2026. Kikao hiki kiliwakutanisha wajumbe wote wa kamati ya usalama ya mitaa kujadili masuala ya kipaumbele yanayohusiana na utulivu wa eneo hilo. Wakati wa majadiliano, washiriki walipitia hali ya usalama iliyopo katika nyanda za juu za Minembwe, ambayo waliipa kipaumbele yaliyotokana na tuhuma za uchawi. Pia zilikuwa miongoni mwa masuala makuu yaliyochunguzwa na wajumbe wa baraza hilo. Mkutano huo pia ulihusisha uwasilishaji rasmi wa Kanali Apoko Kangala Michel, kamanda wa operesheni za sekta ya uendeshaji wa Sokola za pili, Kivu Kusini. Kwa pamoja, wajumbe wa Baraza la Usalama la Mitaa walitathmini masuala kadhaa ya kimkakati na kupitisha mfumo wa shughuli zinazolenga kuimarisha usalama katika eneo lote la tarafa la Fizi. Msikilizaji, ni vema tukumbushe mamlaka za mitaa zinaonyesha kwamba sehemu ya mashariki ya eneo la Fizi inaendelea kukabiliwa na hali ngumu ya usalama kulingana na taarifa zilizowasilishwa katika mkutano huo. Vikosi vya wanajeshi vya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC vinavyoungwa mkono na wapiganaji wa wazalendo vinaendelea na shughuli zao za usalama ili kulinda uadilifu wa eneo hilo na kulinda raia kwa ujumla. Naam, ili kukamilisha habari zetu za leo, msikilizaji, ni vema tukuletee habari za mikataba mbalimbali kati ya nchi ya Burundi, UNHCR pamoja na nchi ya DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi, pamoja na shirika la Umoja wa Kimataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR wamebainisha tena ahadi yao siku ya Alhamisi Juni tarehe 4 huko Kinshasa kuharakisha kurejea kwa hiari kwa wakimbizi wa Kongo wanaoishi huko Burundi na wakimbizi wa Burundi wanaoishi nchini DRC. Ahadi hii ilitolewa kufuatia mkutano wa pili wa tume ya pande tatu uliofanyika kwa siku 3 katika mji mkuu wa Kongo huko Kinshasa. Mamia ya maelfu ya wakimbizi pande zote mbili za mpaka wamekimbia, hasa upande wa Kongo kwa sababu ya shambulio lililoanzishwa mwezi Disemba iliyopita na waasi wa AFC M23 katika jiji la Uvira mashariki mwa DRC. Wakongo zaidi ya 200,000 wametafuta hifadhi nchini Burundi kufuatia kuzorota kwa hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kulingana na Kinshasa, karibu wakimbizi 5,000 tayari wamerudi nchini DRC, huku UNHCR ikisema kwamba takriban 187,000 bado wamesalia nchini Burundi. Ufadhili wa kurejea kwa wakimbizi ni mojawapo ya changamoto kuu. Waziri wa usalama wa Burundi Leonidas Ndaruzanie anatoa wito wa kuongezwa kwa uhamasishaji wa shirika baada ya changamoto, hasa zile zinazohusiana na kupungua kwa usaidizi kutoka kwa mashirika kutokana na hali ya sasa ya uchumi duniani, zimesababisha baadhi ya shirika kujiondoa na wengine hata wanasita kushiriki katika mchakato wa kurejea kwa hiari kwa wakimbizi hawa. Ni ndani ya mfumo wa mkutano huo ambapo tunajaribu kuhamasisha washirika wote. Kwa upande wa Kongo, mamlaka zinathibitisha nia yao ya kuimarisha usaidizi kwa raia wao nchini Burundi, kama ilivyoelezwa na Jacques Shabani, naibu waziri mkuu wa Kongo na waziri wa mambo ya ndani. Kufikia hapo, msikilizaji wa Kwetu News 24, nimetua nanga kabisa. Nikukumbushe kuwa hii uliokuwa unaitizama na kuitegea sikio
ni Kwetu News 24. Nikutakie Jumapili njema, alamsiki.